بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu katika imani, wiki iliyopita tulishia kwenye kuangalia al-ghibatu wan-namima, hukumu ya kusengenya na kusambaza maneno ya uchonganishi. Je, vinaharibu saumu au la? Na leo inabidi tuendelee katika kipengele cha siyamu al-maridhi wal-musafiri wan-nasi, saumu ya mgonjwa, msafiri na mtu ambaye amesahau. Lakini kutokana na tarehe ya leo, tarehe 14 mwezi wa pili, kuna jambo nataka nizungumzie kidogo, kisha kama muda utakuwa unaruhusu tutasoma sehemu kidogo katika kitabu chetu. Leo tarehe 14 kuna tukio ambalo linahusu Valentine Day. Valentine Day inajulikana kwa Waislamu na sio kwa Waislamu kuwa ni sikukuu ya wapendanao. Sikukuu hii ina historia kubwa na ni sikukuu ya zamani sana. Maulama wameelezea historia ya siku hii kama vile al-Allama Ibrahim al-Haqir rahimahullah ta'ala. Ibrahim bin Muhammad al-Haqir katika kitabu chake A'yad al-Kuffari wa hukmu al-musharakati fiha anasema ya kwamba Eidul Hubbi, sikukuu ya wapendanao, yahtafiluna bihi fi yawm ar-rabi'ati 'ashara Februari, kwamba sikukuu ya wapendanao wanasherehekea watu au wanaisherehekea tarehe 14 ya mwezi wa pili min kulli sana, kila mwaka. Na wanasherehekea sikukuu hii ta'biran amma ya'taqidunahu fi dinihim alwathani, wanasherehekea siku hii katika hali ya kuelezea yale wanayoitakidi kunako na dini yao ya mizimu, annahu ta'birun anil hubbi ilahi, kwamba sikukuu hii ni kuelezea mapenzi ya kiungu. Yani sikukuu ya wapendanao ni sikukuu ambayo wanaosherehekea wanaelezea mapenzi ya kiungu, sababu wao walikuwa wanaitakidi mizimu kwamba ndio Mungu wao. Kisha akasema uhditha hadha al-eid qabla ma yazidu ala 1800 au ala 1070 au 700, kwamba hii sikukuu imezushwa miaka mingi kabisa huko nyuma, takriban miaka 1700 iliyopita, fi waqtin kanat alwathaniyatu hiya sa'ilatu 'inda ar-Ruman, katika wakati ambao mizimu ndio ilikuwa inaongoza ibada za Waroma. Kwa sikukuu ya wapendanao ni sikukuu ambayo imeanzishwa na Waroma, na wakati wa Waroma walikuwa wanaabudia mizimu. Kisha akasema waqad a'damat dawlatuhum
ayyam wathaniyatiha alqadis Valentine. Dola ya Waroma kipindi hicho kabla hawajawa Kristo walikuwa wanaabudu mizimu. Walimuua, yani walimwaga damu ya Al-Qadis. Al-Qadis ni mtu mtukufu katika dini ambaye alikuwa anaitwa Valentino, alladhi a'tanaqa an-nasraniyya ba'da an kana wathaniya. Na walimuua kwa sababu alijiunga na Ukristo, yani aliacha dini yao ya kuabudu mizimu akajiunga na Wakristo. Kwa hiyo ile dola ile kwa sababu ya hasira na kumuona kwamba kakosea wakamuua. Falamma atalaqa ar-Roman an-Nasraniyya abqaw hadha al-'id. Sasa Waroma wale walipojiunga na dini ya Ukristo wakaibakiza sikukuu hii. Kumbuka wao walikuwa wanasherehekea sikukuu hii wakiwa wanaelezea mapenzi ya kumpenda Mungu wao. Sasa walipoachana na dini yao wakawa Wakristo, ikabidi waiache siku hii na wakaendelea kusherehekea siku hii. Lakini wakabadilisha, waja'alu yawma i'damihi munasibatu lilihtifali bi shuhada'i al-hubb. Wakaifanya siku hii, yani wakaibadilisha sasa, wakaitoa kwenye mapenzi ya kusherehekea mapenzi ya Mungu wao, wakaibadilisha kuwa ni sherehe ya kusherehekea mashahidi waliokufa katika vita ya mapenzi. Wala zala al-ihtifalu bihadha al-eid, na inaendelea, yani ile shuhadaul hubb ni wale ambao walienda, yani walitoka kwenda kupigana na huyo Valentino mpaka wakamuua. Wale watu waliokufa wale siku hiyo ya tarehe 14, hiyo siku ya tarehe 14 wakawa Wakristo walipoichukua sasa ile Roma, na Waroma walipokuwa Wakristo na wao wakaifanya siku hii kuwa ni kusherehekea na kuwa ni kumbukizi ya mashahidi wao waliokufa siku hiyo. Kisha akasema wala zala al-ihtifal bihadha al-eid qa'iman fi Amerika wa Europa, na bado inaendelea siku hii kusimama katika miji ya Marekani, Ulaya, li'ilani mashaa'ir sadaqa, kwa ajili ya kutangaza alama za ule urafiki baina yao. ولتجديد عهد الحب بين المتزوجين والمحبين. Lakini na ile kufanya upya ile ahadi ya mapenzi baina ya wanandoa na watu wanaopendana. Maana siku ya wapendanao Valentine Day huwa wanakusanyika sehemu fulani, wale wapendanao, ima mke na mume wake au mtu na mpenzi wake. واصبح لهذا العيد اهتمامه الاجتماعي والاقتصادي, na imekuwa siku hii ya wapendanao imekuwa ina umuhimu sana wa kijamii, kadhalika ina umuhimu sana wa kiuchumi, kwa maana watu wanaitumia siku hii katika maslahi ya kijamii na wanaitumia siku hii katika maslahi ya kiuchumi, kwa maana inaingiza hela. Washtara fi kathiri min almadaris waljamiat, na imekuwa maarufu katika shule nyingi na vyuo vingi, yani shule zile zinazosomesha shekura, kadhalika vyuo vikuu mbalimbali fi akthar duwal alislamia, katika maeneo mengi ya dola za Kiislamu vile Misri, wapi huko Morocco na sehemu mbalimbali, zile dola ambazo ni za Kiislamu, imekuwa maarufu hili swala, yani limeingizwa katika vile vyuo na mashule ya sekula. Ihtifaan kathirin bi hadha al-eid, watu wengi katika vyuo hivyo wanasherehekea siku hii. Wayalbasuna fihi libasan khassa, na wanavaa katika siku hii mavazi maalum, wanavaa mavazi mekundu, si ndio hivyo? Wanavaa mavazi mekundu katika siku hii
kisha akasema wayuwazi'una al-uruda al-hamra, na wanapeana, wanagawa, wanatawanya maua mekundu. Kadhalika wayatahaduna, na wanapeana zawadi, wengine wanavishana pete, wengine hivi na vile, wanafanya vitu vingi muhimu ambavyo vinajulikana bimunasabatihi, kuhusiana na hii sikukuu, ta'biran an mahabbati at-tullab ba'dhum ba'd. Na wanafunzi katika vyuo hivyo wanakuwa wanaelezea na wanaonyesha kwamba wanafunzi wale wanapendana, ima ni mapenzi ya kimahusiano au ni mapenzi ya kindoa au ni mapenzi tu ya kawaida. Hii ni sikukuu ya wapendanao, watu wanapendana, kwa wanapeana zawadi ya maua, pete, wanapeana zawadi ya mavazi, zawadi ya vinywaji na vitu vya kuliwa. Wajhal kathirun minhum, na wengi wanajisahau anna aslahu, ya kwamba asili ya siku hii, yani anna aslahu Eidun wathani thumma nasrani. Wanajisahau kwamba asili ya siku hii ilikuwa ni sikukuu ya kusherehekea Mungu wa mizimu, kisha baadaye ikawa ni sikukuu ya Kikristo, jambo ambalo halitakikani kwa Muislamu kushiriki katika kusherehekea sikukuu ambazo sio za Uislamu. Lakini kadhalika wayabdu anna Eidan akhar nasha'a min mafhumi hadha al-Eid, na inaonekana kabisa kwamba sikukuu nyingine imechomoka katika ufahamu wa sikukuu hii, yani sikukuu ya wapendanao hii kwa maana tuliyoitaja, kuna sikukuu nyingine imechomoka ndani yake. Dhalika huwa Eid az-zawjayn, na hiyo ni ile sikukuu ya wanandoa, yahtafilu bihi zawjani fi yawmi dhikra zawajihima. Unakuta wanandoa wanasherehekea sikukuu hiyo wakiwa wanafanya kumbukizi ya ndoa yao. Hamjaliona elimu ni jamii kwamba inafika ile siku ya watu walipooana, basi wanakusanyika, wanakumbuka kwamba bwana, unajua sisi tulioana mwaka 2000 tarehe 20 mwezi wa 3. Kila mwaka ikifika tarehe 20 mwezi wa 3, basi wanafanya kasherehe. Hili swala hili limechomolewa katika ufahamu wa sikukuu ya wapendanao ambayo inafanyika kila tarehe 14 ya mwezi wa 12 min kulli aam, ya mwaka, litakidi au litakidi almahabba bainahuma, kwa ajili ya ile kukaza mapenzi na kuyapokoteza mapenzi baina yao. Wanaweka sherehe, wanandoa wanakuwa wanakumbuka. Wantaqalat hadhihi al'ada ila almuslimina, lakini imeama hii desturi mpaka imekuja kwa Waislamu bisababi almukhalatati, kwa sababu ya kuchanganyikana baina ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Ule mchanganyiko na watu kutokutaka kusoma dini yao, kujua sheria zao na hukumu zao, swala limekuwa jambo la kawaida. Hata sara zawjani yahtafiluna bilailati zawajima, mpaka sasa imefikia ule usiku wa honeymoon ule, yani ule usiku wa kwanza wa ndoa ule, watu waliokutana kwa mara ya kwanza wanakuwa pia kadhalika wanasherehekea usiku huo, hasa tena sherehe maalum fi kathiri min biladi muslimin, katika miji mingi ya Waislamu. Tashabuha bil kufar, na watu wanafanya hivi wakiwa wanajifananiza na wasiokuwa Waislamu. Fala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, hakuna ujanja wala hakuna nguvu isipokuwa kwa Allah al-aliyyil azim, ambaye ni wa juu tena mkubwa. Hii kwa ufupi ni historia ya siku hii ya Valentine Day, kwamba asili yake ilikuwa ni sikukuu ya kusherehekea, ni sikukuu ya kumbukizi ya miungu, yani sikukuu ya kusherehekea mapenzi na kuonyesha kwamba hii tarehe ni tarehe ya kuonyesha mapenzi ya kupenda miungu. Wakati huo Waroma wakiwa wanaabudia miungu ama mizimu. Baada ya Waroma kuacha ile ibada za mizimu, wakawa Kristo, wakaifanya kuwa ni siku ambayo ni ya kukumbuka kifo cha Valentine. Yule Valentine yule ambaye walimuua wao wakiwa
wa mizimu na yeye alijiunga na Ukristo. Sasa wakaifanya ni siku ya kumkumbuka Bwana Valentino. Kwa hiyo wakawa wanamkumbuka katika namna nyingine ya kukumbuka wale mashahidi waliokufa katika vita ile ya kumuua. Kwa wakabakiza swala liko vile vile, hawakubadilisha, isipokuwa sasa wakaipachika jina ikawa Valentino, wakiwa na kumbukizi ya kumuua yule bwana mtakatifu wao. Sasa ni upi msimamo wa Uislamu, mawqifu al-Islam min hadhihi al-Eid au min hadha al-Eid? Msimamo wa Uislamu kuhusiana na siku hii ukoje? Jambo la kwanza, msimamo wa kwanza ni ijtinabu hudhuriha. Ni haramu na inatakikana watu wajiepushe na kuhudhuria siku hii. Haitakikani abada mtu yoyote kuhudhuria sehemu ambapo wamejikusanya, na wameshatangaza, nimeona matangazo mitandaoni, wanaenda sijui Dodoma, wengine wako hapa, wachekeshaji, watu maarufu. Ni siku ambayo wanajikusanya, ima wanatengeneza ukumbi, wanachekeshana, wanaangalia tamthilia, wanafanya ufuska mwingi, wanacheza muziki, wanakunywa pombe, umeona, wanafanya mambo mengi ya fujuru na uovu. Allah Ta'ala anasema walladhina la yashhaduna zur wa idha maru billahwi maru kirama, kwamba miongoni mwa sifa za waja wema ibadur rahman na ni wale ambao hawashuhudii az-zur. Masahaba az-zur wameitafsiri kwamba ni a'yadul mushrikin, ni sikukuu za washirikina. Kwa az-zur ni sikukuu za washirikina. Kwa miongoni mwa sifa za waja wema Allah aliwataja wale waja wema, wale waja wa Allah hawashuhudii sikukuu za washirikina. Wa idha maru billahwi, na wanapopita katika upuuzi, katika lahu, katika mambo machafu kama haya, maru kirama, wanapita wakiwa ni watulivu. Kwa ni haramu Muislamu kwenda kuhudhuria katika sherehe za hizi sikukuu za wapendanao. Kadhalika msimamo wa pili ni ijtinabu muwafaqatuhum fi af'alihim, ni Muislamu kujiepusha na kuwafikiana nao katika matendo yao. Yani hata kama hujakwenda huko wanako sherehekea, basi wewe huko ulipo usifungue TV kwa ajili ya kufuatilia. Moja, usivae yale mavazi wala usinunue yale mazawadi ambayo ni maalum wanayopeana wao. Na katika hili anasema al-Allama Ibn Turkumani al-Hanafi, anasema kwamba anasema al-Imam al-Dhahabi rahimahullah, fa idha kana lin-nasara 'eid wa lil-yahudi 'eid kanu mukhtasina bihi fala yusharikuhum fihi muslim. Wa nasara ambao ni Wakristo au Wayahudi watakapokuwa na sikukuu ambayo ni maalum kwa ajili yao, basi Muislamu asishirikiane nao. Na hii Valentine Day ni sikukuu maalum kwa ajili ya Wakristo, na ni sikukuu ya Kikristo. Kwa hiyo Muislamu haitakani kushirikiana nao, kama la yusharikahum fi shari'atihim wala qiblatihim, kama ambavyo Muislamu hashirikiani nao katika sheria zao na katika kibla chao ambacho kipo huko si Vatican si wapi. Kadhalika hatakikani kushirikiana nao au kuwafikiana nao katika masala mazima ya sikukuu hii, sikukuu ya Valentine Day. Msimamo wa tatu wa Muislamu au Uislamu ijtinabu almarakib allati yarkabuna lihudhuri a'yadi, kujiepusha na vipandwa wanavyovipanda kwa ajili ya kwenda kusherehekea. Vile vipandwa vile, kama wameandaliwa gari, labda wanaenda Dodoma, na wewe unaenda Dodoma lakini hauendi sehemu yako, lakini unakaa safari kako, ukaona acha na mimi nidandie, nichukue lift kwa sababu hii ni bure. Ni haramu. Haitakikani kupanda vipando ambavyo
wanaenda kusherehekea. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala anasema yukrahu rukub ma'ahum fi sufuni allati yarkabunaha liajli a'yadihim, ni makruhu, ni haramu kupanda pamoja na washirikina katika safina ambazo wanazipanda kwa ajili ya kwenda kusherehekea sikukuu zao, linuzuli sakhtat wal la'nati alayhim, kwa ajili ya kuogopea kuteremka hasira na laana ya Allah juu yao. Sababu wanapokuwa wanasherehekea ibada ambazo si za Allah, wanakuwa wanafanya ushirikina na Allah anakuwa anakasirika. Kwa hiyo anaweza muda wote akawateremshia laana, akawateremshia hasira zake. Kwa hiyo ni haramu mtu kupanda vipandwa vyao ambavyo wanaelekea huko, ili akiwa anaweka tahadhari asije akateremkiwa na hasira za Allah na laana za Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika msimamo wa 4, adamul ihda' lahum au i'anatuhum ala 'idihim bibay'in au shira', ni kuto kuwapa zawadi. Haram kuwapa zawadi au kuwasaidia ili wafanikishe sikukuu yao, imma kwa kuuza au kwa kununua, imma kwa kuuza au kwa kununua, kama anavyosema al-Allama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kwamba wakariha Ibnul Qasim lilmuslim yahdi lin-nasara shay'an fi 'idihim mukafa'atan lahu, na ameharamisha au amechukia Ibnul Qasim, yani Ibn Taymiyyah anaelezea msimamo wa al-Allama Ibnul Qasim katika wanachuoni wakubwa sana za zamani, kwamba amechukia kwa Muislamu kutoa zawadi kumpa mnaswara, yani kumpa mnaswara zawadi ya kitu chochote ni haramu katika sikukuu zao. Wakiwa na sikukuu zao maalum haifai kuwapa zawadi. Waraahu min ta'dhimi 'idihim, na kaliona hili ni katika kutukuza sikukuu zao. Wa auna lahum, na ni katika kuwasaidia ala maslahati kufrihim, juu ya maslahi ya ukafiri wao. Ala tara annahu yahillu lilmuslimina ay yabi'u min an-nasara shay'an min 'idihim, kwamba huoni kwamba naam, ala tara annahu la yahillu lilmuslimin, hivi huoni ya kwamba haifai kwa muislamu ayabi'u minan nasara shay'an min maslahati 'idihim, kumuuzia mnasara chochote katika maslahi ya dini zao na dini zao. Yani wakiwa wana jambo lao la dini linahusu dini, basi haitakikani muislamu hata kumuuzia jambo ili afanikishe ile sikukuu yake, kwa sababu sikukuu ile inakuwa ni katika ukafiri. Akasema la rahman, sio nyama, wala idaman, wala mboga, wala thawban, wala mavazi, wala yu'aruna dabba, wala haifai kuazima nyama kama leo ni magari au pikipiki, wala yu'awanuna ala shay'in min 'idihim, hawasaidii kwa chochote katika sikukuu zao. Al-hasil kama maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ni mengi. Kwa hiyo kutoa zawadi au kuwasaidia kwa namna yoyote wale wapenzi na washiriki wa sikukuu hizi za kikafiri ni haramu kwa Muislamu, haitakikani. 5 ni adamu i'anati al-muslim al-mutashabbih bihi fi 'idihim ala tashabbuhi, ni kuto kumsaidia Muislamu anayejifananiza nao. Unamjua kwamba huyu Muislamu bwana Said yeye amejiandaa kwa ajili ya kusherehekea Valentine Day, kajiandaa bwana Said, na bwana Said huyu anahitajia nimkopeshe pesa ili akanunue maua kwa ajili ya mkewe au kwa ajili ya mchepuko wake au kwa namna yoyote hiyo. Akaja bwana Saidi anakuomba umsaidie pesa ili afanikishe swala la kujifananiza na makafiri katika swala zima la Valentine Day.
kadhalika katika upande huu kuna maneno mengi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, nitanukuu machache kwa sababu ya muda. Sema wa kama la natashabbahu bihim fil a'yad, kama ambavyo hatujifananizi na makufari katika sikukuu zao, fala yu'anu almuslimu almutashabbahi bihim fi dhalik, hasaidiwi, ni haramu kumsaidia muislamu ambaye anajifananiza na hawa watu katika kuhakikisha sikukuu zao, bali minha andalika, bali muislamu akionekana anasherehekea sikukuu hizi inabidi akatazwe. Angalia maneno haya katika iqtiba'ul mustaqim, iqtiba'us siratal mustaqim, na hapo panatosha kuwa ushahidi kwa sababu maneno ni mengi. Msimamo wa mwisho ni adamu tahniatihim bi'idihim, ni kuto kuwapongeza bwana labda si wanasemaga vipi, labda kwenye mwaka mpya kule na Christmas kule ndio huwa kuna misemo bwana wanasemaje kwamba sijui labda heri ya mwaka mpya na hivyo heri ya Christmas sio kadha na kadha, maneno mfano wa hayo. Sasa kwa Muislamu kumpongeza mtu kwa ajili ya sikukuu kama hii ya leo au sikukuu nyingine kadhalika ni haramu. Ibn al-Qayyim rahimahullah ana maneno mazuri, anasema wa amma tahni'atu bi shi'a'i al-kufri al-mukhtassatu bihi fa haramu biittifaqi, ama kupongeza kwa ajili ya alama za ukafiri, mtu akapongeza kwa ajili ya kupongeza dhahiri au kudhihirika kwa alama za ukafiri ambazo zimekuwa ni maalum kwa ajili ya mabwana, fa haramu biittifaqi, hiyo ni haramu kwa makubaliano ya wanazuoni wote, wamekubaliana kwamba haifai kumpongeza mtu kwa ajili ya ukafiri wake na ibada zake. Mfano akasema mfano antuhanniahum bi'ayadihim wa sawmihim, mfano mtu kuwapongeza kwa sababu ya sikukuu zao na saumu zao, fayakulu, mtu akasema Eidun mubarakun alayka, sikukuu iliyobarikiwa juu yako, au tahanna bihadha al-eid wa nahwihi, au akampongeza kwa sababu ya sikukuu hii na mfano wake. Yote yatakikani, ni haramu kumpongeza asiyekuwa Muislamu juu ya ibada yake. Ama mambo mengine ya kawaida, hizi hukumu tulizozitaja haziingii. Mambo ya biashara, mambo ya ujirani mwema, wewe ni jirani yako kukuletea chakula, unakula chakula cha siku za kawaida, mmeishi vizuri, mnasalimiana. Uislamu hujamkataza Muislamu kushirikiana na asiyekuwa Muislamu katika swala lake la dunia. Mambo ya dunia tunashirikiana, tunanunua kwao na wananunua kwetu, tunapeana zawadi za kawaida ambazo haziashirii ibada zao na mambo mbalimbali ya kidunia. Inafaa mtu kumtibu au kujitibu kutoka kwake, inafaa kufanya miamala mbalimbali, lakini isiwe inataallaq na ibada. Kwa hiyo leo tutosheke na hili sababu naona muda umeenda sana. Kesho tutaendelea na kitabu chetu inshallah, tutahakikisha kabla ya Ramadhani kuingia tu tumekimaliza biidhnillah, sababu bado tuna siku 3 au siku 4 kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Kisha baada ya hapo tutaangalia kitabu kingine ambacho tutakuwa tunasoma ndani ya mwezi wa Ramadhani inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.